Waheshimiwa wenye viti, wajumbe wa Baraza Kuu, wajumbe wa kamati ya utendaji ya chama chetu taifa, wanachama wa TALGWU, mabibi na mabwana, Solidarity, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mnavyokumbuka, siku chache zilizopita nilijitokeza mbele yenu kutoa taarifa rasmi ya kupokea barua ya kuteuliwa kuwania nafasi ya katibu mkuu wa TALGWU katika uchaguzi wa chama chetu unaotarajiwa kufanyika tarehe 18 hadi tarehe 19 Septemba mwaka 2026. Katika taarifa hiyo nilieleza kwa unyenyekevu sababu zilizonisukuma kuomba ridhaa yenu pamoja na imani nilionayo kuhusu mustakabali wa TALGWU yetu. Leo nimesimama mbele yenu si kwa ajili ya kurudia taarifa hiyo, bali ni kueleza kwa kina maono, mwelekeo na ahadi za utekelezaji ninazokusudia kwa chama chetu endapo mtanipa ridhaa ya kuwa katibu mkuu wa TALGWU. Waheshimiwa viongozi, kwa wale ambao bado hawajapata nafasi ya kunifahamu kwa karibu, mimi ni Dr. Almasi A. Selemani, mwanachama na mtumishi wa TALGWU ambaye kwa miaka mingi nimepata fursa ya kushiriki katika ujenzi wa maendeleo ya chama chetu pamoja na utumishi wa umma katika maeneo mbalimbali ya uongozi, utawala na usimamizi wa rasilimali watu nchini. Safari hiyo imenijengea uzoefu mkubwa na kunifundisha kuwa taasisi imara hujengwa kwa maono ya pamoja, mshikamano, uwajibikaji, uwazi na uongozi unaoweka mbele maslahi ya wanachama wake. Ndugu viongozi, nilipojiunga na TALGWU mwaka 2011 nikitokea katika utumishi wa serikali za mitaa, nilikuta chama chetu kikiwa katika hatua ya mwanzo kabisa ya kujijenga kimfumo na kitaasisi. Kwa kushirikiana na viongozi na watendaji wengine, nimekuwa sehemu ya safari ya maboresho yaliyochangia kuimarisha mifumo ya utawala, usimamizi wa rasilimali watu, uwajibikaji wa kifedha pamoja na utoaji wa huduma kwa wanachama wote kwa ujumla. Waheshimiwa viongozi, ni ukweli usiopingika kuwa TALGWU imepiga hatua kubwa katika kutetea haki za wafanyakazi, kushiriki majadiliano ya sera, kusimamia maslahi ya wanachama na kuendelea kuwa sauti muhimu ya watumishi wa umma nchini. Mafanikio haya yametokana na juhudi za viongozi waliotangulia, watendaji wa chama pamoja na mshikamano mkubwa wa wanachama wetu. Kwa msingi huo, napenda kutoa pongezi za dhati kwa katibu mkuu anayemaliza muda wake, ndugu Rashid Mohamed Mtima, pamoja na viongozi wote waliotangulia kwa kazi kubwa walioifanya ya kuijenga TALGWU tulionayo leo. Waheshimiwa viongozi, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, ni lazima tukubaliane kuwa mazingira ya kazi, matarajio ya wanachama pamoja na ushindani baina ya vyama vya wafanyakazi nchini yamebadilika kwa kiwango kikubwa. Wanachama wa leo wanahitaji huduma bora zaidi, huduma za haraka zaidi, mifumo ya kisasa zaidi na uongozi unaomweka mwanachama katika nafasi ya kwanza. Kwa msingi huo, uchaguzi wa mwaka 2026 si uchaguzi wa kawaida hata kidogo. Huu ni uchaguzi wa kuamua mwelekeo wa TALGWU kwa miaka ijayo. Kama chama chetu kiendelee kubaki katika mifumo ya sasa au kiingie katika awamu mpya ya mageuzi makubwa ya kimfumo, kiutendaji na kitaasisi yatakayomweka mwanachama kuwa kitovu cha shughuli zote za chama. Waheshimiwa viongozi, dira yangu ni kuijenga TALGWU kuwa chama cha kisasa chenye ufanisi wa hali ya juu, kinachotoa huduma bora, kinachowajibika na chenye ushawishi mkubwa katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Ili kufikia dira hiyo, endapo mtanipa ridhaa ya kuwa katibu mkuu, nitaongoza utekelezaji wa vipaumbele vifuatavyo. Kwanza, nitafanya mageuzi makubwa ya mfumo wa utoaji huduma kwa wanachama ili kuhakikisha kila mwanachama anapata huduma bora kwa wakati na kwa usawa bila kujali eneo alipo. Pili, kuimarisha juhudi za kuongeza na kutunza wanachama kwa kujenga mifumo ya kisasa ya usajili,
kuongeza thamani ya wanachama na kuhakikisha wanachama wanashiriki kikamilifu katika shughuli za chama za kila siku. 3, kuimarisha uwezo wa kiuchumi wa TALGWU kupitia uwekezaji wenye tija na kuongeza vyanzo vya mapato na kuimarisha usimamizi wa rasilimali za chama ili kuongeza uwezo wa kuwahudumia wanachama kwa ufanisi zaidi. 4, kuimarisha utawala bora, uwazi na uwajibikaji katika ngazi zote za chama ili kuongeza imani ya wanachama kwa taasisi yao. 5, kuimarisha huduma katika matawi, wilaya na mikoa kwa kuwezesha ngazi hizo kuwa karibu zaidi na wanachama na kutoa huduma bora zenye ubora unaofanana katika maeneo yote nchini. 6, kuongoza mageuzi ya kidijitali kwa kutumia teknolojia katika kuboresha utoaji wa huduma, mawasiliano, uwajibikaji na usimamizi wa shughuli za chama. 7, ni kuimarisha uwezo wa viongozi na watendaji wa chama kupitia mafunzo, mifumo bora ya utendaji na kujenga utamaduni wa uwajibikaji na ufanisi katika kazi. 8, kuimarisha maslahi na ustawi wa watumishi wa chama ili kuongeza ari ya kazi, ufanisi na ubora wa utendaji wa taasisi yetu. Namba 9, ni kuimarisha huduma za kisheria na mifumo ya utatuzi wa migogoro kwa kutumia mbinu za usuluhishi ili kupunguza mzigo wa kesi kwa chama na kuhakikisha wanachama wanapata haki zao kwa wakati. Namba 10, ni kuimarisha usawa na ushirikishwaji wa makundi maalum, hususan wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili TALGWU iendelee kuwa taasisi jumuishi inayowakilisha wanachama wake wote. 11, ni kujenga uwezo wa TALGWU katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi kwa kujumuisha masuala ya mazingira katika mipango na shughuli za chama. Namba 12, ni kuimarisha ushirikiano wa kimataifa wenye tija na gharama nafuu ili TALGWU iweze kuongeza ushawishi wake na kujifunza uzoefu wa kimataifa katika masuala ya kazi na utumishi. 13, ni kuimarisha miundombinu ya ofisi za chama katika ngazi mbalimbali ili kuboresha mazingira ya kazi na utoaji huduma kwa wanachama. 14, ni kuimarisha mgawanyo wa mapato na uhuru wa kiutendaji kwa ngazi zote za chama ili kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa shughuli katika matawi, wilaya na mikoa. 15, ni kuimarisha ushiriki wa TALGWU katika majadiliano ya pamoja ili kuongeza nguvu ya chama katika kusimamia mishahara, posho, mafao na maslahi ya wanachama wake. 16, ni kuimarisha ushiriki wa TALGWU katika utungaji wa sheria, kanuni, sera zinazohusu utumishi wa umma ili kuhakikisha maslahi ya wanachama wetu yanalindwa kikamilifu. 17, ni kuijenga TALGWU kuwa mdau mkuu wa sera, utumishi wa umma na maendeleo ya serikali za mitaa kwa kuongeza ushawishi wa chama katika masuala ya kitaifa. Waheshimiwa wajumbe na viongozi wa chama, falsafa yangu ya uongozi ni kwamba uongozi si kauli bali ni matokeo. Ninaamini katika uongozi unaozingatia mifumo imara, uwajibikaji, ushirikishwaji na maamuzi yanayotokana na ushahidi pamoja na maslahi ya wanachama. TALGWU ya sasa inahitaji uongozi unaoweza kuunganisha uzoefu wa ndani ya chama na mbinu za kisasa za uendeshaji ili kukijenga chama chenye nguvu zaidi, ushawishi mkubwa zaidi na huduma bora zaidi kwa wanachama wake. Waheshimiwa viongozi na wajumbe, leo ninaomba ridhaa yenu ili si kwa ajili ya hadhi ya nafasi hii, bali ni kwa ajili ya dhamira ya kuendelea kukitumikia TALGWU kwa moyo wa uadilifu, uwajibikaji na matokeo yanayoonekana. Ninaomba nafasi hii ili kwa pamoja tuingie katika awamu ya mageuzi ya TALGWU, mageuzi yatakayojenga chama chenye mshikamano mkubwa zaidi, mifumo ya kisasa zaidi, uwajibikaji mkubwa zaidi na uwezo mkubwa wa kusimamia maslahi ya wanachama wake kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa pamoja tunaweza kuijenga TALGWU mpya inayokidhi matarajio ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Msingi umejengwa,
Sasa ni wakati wa kujenga kuta imara juu yake. Uongozi imara na TALGWU imara. Asanteni kwa kunisikiliza. Solidarity forever.